majina mimi naitwa Murshid Mustafa. Kama ambavyo mmenikaribisha kwamba na vitu baadhi napenda kufahamu kutoka kwangu, na mimi nimeitikia wito wenu kwa ajili ya kuwasikiliza ambacho nataka kuuliza. Karibu. Asante. Kwanza daktari, tunapenda kufahamu maana tafsiri ya ugonjwa wa figo. Tafsiri ya ugonjwa, Mtu akisema anaumwa ugonjwa wa figo, hii kitaalamu ikoje? ugonjwa wa figo kitaalamu ni neno pana sana. Ndio. Hauwezi ukasema kwamba umespecify mtu kwamba anaumwa figo basi ana kitu fulani. Yaani ni kama mwavuli wa vitu vingi sana. Labda neno rahisi tu ambalo linaweza ikaelezea maana ya ugonjwa wa figo au kwa maana ya wagonjwa wanaosumbuliwa na magonjwa ya figo ni kufeli kwa figo au figo kushindwa kufanya kazi. Hiyo ndio maana fupi au kwa ufupi maana ya neno ugonjwa wa figo. Watu wengi sana mtaani mmekuwa mkisema kwamba ni ugonjwa wa figo, lakini figo inaathiriwa na maradhi mengi sana. Kwa mfano maradhi yapi? Figo kwanza ina kazi nyingi sana mwilini. Ndio. Sitopenda sana kwenda mbali, bali nitakuwa na stick sana na maswali ambayo mtakuwa mnaniuliza. Sawa, pengine ungetuambia, umesema kwamba ugonjwa wa figo unasababishwa na magonjwa mengi. Sasa dalili zipi ambazo zinaonyesha kwamba mtu anaumwa ugonjwa wa figo? Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba pasei kwangu mimi neno kusema kwamba ugonjwa wa figo sio neno sahihi. Bali mtu akiniambia kwamba mtu ana changamoto ya kufeli kwa figo naweza kumuelewa. Kwa sababu unaposema ugonjwa wa figo ni neno kubwa sana. Kwa hiyo yale maradhi, kuna maradhi kadhaa ambayo yanaweza kushambulia figo, yakaathiri figo, ikapelekea figo kufeli. Sasa figo ikisha feli, ina maana inashindwa kufanya kazi zake za msingi au kazi zake za kila siku. Na mojawapo ya kazi ni kubalance kiwango cha maji mwilini, kubalance kiwango cha madini mwilini, lakini pia ina umuhimu kwenye uzalishaji wa chembe nyekundu za damu. Kwa hiyo ikitokea na kazi nyingine kadha wa kadha, ikitokea figo imefeli kwa sababu ya kuathiriwa na maradhi kadha wa kadha, basi ina maana haitofanya kazi yake. Ina maana utapata madhara ambayo yametokana na kukosa zile kazi za msingi za figo. Kwa hiyo kwa mfano mtu ameshindwa kuzalisha seli nyekundu za damu, nini kitatokea? Ina maana huyu mtu atakuwa na changamoto ya upungufu wa damu, kwa sababu figo inafanya kitendo kwenye mwili kinaitwa kitaalamu erythropoiesis. Ni kitendo cha mwili kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Ikitokea figo imefeli, haijazalisha material kwenda kutengeneza zile seli, ina maana hutozalisha seli za kutosha, na ina maana utakuwa una upungufu wa damu kwenye mwili wako, na upungufu wa damu unaweza ukapata dalili mbalimbali ambayo inaweza ikaleta madhara kwenye kila sehemu yoyote ya mwili. Tunasema kitaalamu ni multi system involvement kwa neno la kitaalamu. Kwa hiyo mtu anaweza kupata changamoto kwenye mfumo wa fahamu, mtu anaweza kupata changamoto kwenye mfumo wa upumuaji, mtu anaweza kupata changamoto kwenye mfumo wa moyo, mtu anaweza kupata changamoto kwenye mfumo wa chakula kadha wa kadha, kutegemea na dalili zile zimekuja vipi. Sawa, pengine daktari, nitamani kufahamu kuna uhusiano wowote wa maisha ya mtu anavyoishi na kuugua figo? Hapa nikiwa namaanisha mfumo wa maisha ya mtu ambaye anaishi. Kwa upande wangu mimi hiyo swali naweza nikakubaliana nao, kwa sababu kufeli kwa figo au maradhi mengi sana yanayoathiri figo kutokana na kuwa na mfumo mbovu wa maisha. Mfumo mbovu wa maisha kwa maana ya kubweteka, kutofanya mazoezi, kula vyakula ambavyo sio mlo kamili, inaweza ikakupelekea kupata maradhi ambayo yanaweza kuathiri figo. Mfano maradhi kama sukari,
pressure, na yale mtu akisha yaugua basi anashambulia figo, figo zinafeli, ndio mtu anakuja na changamoto ya maradhi ya figo. Na kuna ukweli wote kwamba kutumia hii miti shamba, tiba asili nazungumzia, kuna uhusiano wa moja kwa moja mtu kuugua figo? Naweza, yes, nakubali kwa sababu ikoje hili kitaalamu? Mambo mengi sana, yani ukijaribu kuangalia visababishi vingi sana vya kufeli kwa figo au figo kuweza kushindwa kufanya kazi ni matokeo ya utafiti inayofanywa na wanasayansi juu ya visababishi vikuu vinavyoweza kupelekea kufeli kwa figo. Kwa kitaalamu tuna kitu tunakiita causes, kwa maana ya visababishi vya maradhi, lakini pia kuna vitu tunaviita risk, kwa maana ya vihatarishi vinavyoweza kupelekea mtu kupata maradhi fulani. Kuna baadhi ya wanasayansi wamejaribu kuonyesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya madawa ya mitishamba pamoja na kufeli kwa figo, lakini kuna baadhi ya wanasayansi wamejaribu kufanya utafiti ambao haujawa na hitimisho la moja kwa moja kwamba ni namna gani dawa za asili zinaharibu figo. Lakini kwa uchache mimi nilijaribu kupitia baadhi ya papers za utafiti wa baadhi ya wanasayansi, inaonyesha kwanza kiwango kile cha dawa, hata dawa ambazo si wenyewe tunazitumia hospitalini zinatokana na mitishamba, zinatokana na mimea. Lakini sasa je, ziko kwenye lisho gani? Hiyo inaweza ikawa factor namba moja. Lakini pia namba mbili, kwamba zile dawa za asili kuna vitu zinavyo ambavyo vinaweza vikaleta changamoto kwenye ufanyaji kazi wa figo. Kwa mfano, kitaalamu tunakiita vasoconstriction, kukakamaa kwa mishipa ya damu. Figo ni kama mashine ambayo inafanya kazi ya kuchuja uchafu ulio kwenye damu. Sasa ina maana damu itakuwa inaenda, na figo tunasema kitaalamu ni tissue, ina seli, inaishi muda wowote, lazima iwe inakula, inapata na hewa nzuri ambayo tunasema ni oksijeni. Sasa ili iweze kuishi lazima kuwepo na uwezekano wa damu kushuka moja kwa moja. Sasa ikitokea issue ya kitendo kama vasoconstriction au kusinyaa kwa mishipa ya damu, ambayo baadhi ya wanasayansi wamejaribu kuonyesha kwamba ile mitishamba ina baadhi ya viambata ambavyo vinaweza kusababisha hicho kitendo. Ikisababisha kusinyaa kwa ile mishipa, basi uendaji wa damu kwenye figo huwa unapungua. Ukisha pungua, ina maana ile figo haitakula vizuri, utaharibu seli zake, mwisho wa siku utaenda na figo kufeli. Lakini kuna theory nyingi sana zimejaribu kuelezea, na still bado wanasayansi wanaendelea kutafuta na namna gani madawa ya asili yanasababisha uharibifu wa figo. Lakini swala la madawa ya asili ni vivid kwenye maisha yetu ya kawaida na wagonjwa tunaokutana nao, kwamba inasababisha kufeli kwa figo kwa 90%. Kwa hiyo uhusiano upo. Sawa. Pengine dokta, tumeshuhudia vijana wengi wako kwenye, naweza tukasema kwamba ili kwenye kundi la uvutaji mkubwa sana wa sigara. Kuna uhusiano gani kwa mtu kuumwa figo na uvutaji wa sigara? Binafsi mimi nisingependa kulinki kati ya kufeli kwa figo na uvutaji wa sigara. Ni kweli kwamba kuna tafiti zinaonyesha kwamba uvutaji wa sigara ni hatarishi, lakini sio kisababishi cha kufeli kwa figo. Lakini ni namna gani sigara inasababisha kufeli kwa figo, still bado haijaeleweka vizuri, lakini ni riski mojawapo. Lakini ukijaribu kwenda kiundani zaidi, namna gani ambavyo sigara inaweza ikasababisha maradhi ya sehemu nyinginezo za mwili, mfano mfumo wa mzunguko wa damu pamoja na moyo kwa ujumla, kitaalamu tunasema cardiovascular system. Huenda matokeo ya kufeli kwa mfumo wa mzunguko wa damu ikapelekea kufeli kwa figo. Kwa hiyo tunasema hiyo ni indirect.
Kwa hiyo hatuwezi kuilink moja kwa moja uvutaji wa sigara na kufeli kwa figo. Viko vitu ambavyo viko vivid mpaka sasa hivi wanasayansi wameshaviweka wazi kwamba ukiwa nacho riski ya kupata kufeli kwa figo ni asilimia kubwa sana. Mfano, sukari, maradhi kama sukari, pressure, maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo ni vitu ambavyo vinaelezeka. Matumizi ya hizo dawa za mitishamba kama ambavyo nilikuwa nishaeleza awali. Lakini pia matumizi ya zile dawa za kufubaza virusi vya ukimwi kwa sababu ya madhara au tunasema side effect ya zile dawa, sometimes inaweza ikaleta changamoto kwenye figo. Ziko vitu vingi sana ambavyo vinaelezea, lakini sigara siwezi kuweka on the top kuliko vitu vya kwanza, lakini uhusiano upo na tafiti zinaonyesha kwamba kuna uhusiano, japo hakuna explanation. Sawa Dokta, tumetoka mbali, lakini leo tunaadhimisha siku ya figo duniani. Pengine wewe kama daktari ambao umekuwa umeshuhudia watu wengi wakiwa wanaumwa ugonjwa wa figo, upi wito wako kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu wa figo? Wito wangu kwa jamii, kitu cha kwanza kwa jamii ni washauri kwamba figo ni kiungo muhimu sana kwenye mwili, na figo ni maradhi ambayo yanatesa watu sana. Ukishapata kufeli kwa figo utateseka aidha kwa gharama au kwa afya yako mwenyewe, kwa sababu figo ni kiungo muhimu sana kwenye mwili. Hivyo basi, kwa sababu ni siku ya kuadhimisha maradhi ya figo au kufeli kwa figo duniani, ningewiwa kuwashauri wanajamii kwamba tujaribu kuepukana na vile visababishi au vile vihatarishi ambavyo vinaweza kukupelekea kwenye kufeli kwa figo. Ndio wito wangu kwa jamii, kwa sababu nimeshuhudia namna ambavyo watu wanahangaika kutokana na kupoteza figo, aidha kutumia gharama kubwa kwa sababu ya matibabu au kushindwa kupata matibabu kwa sababu ya gharama au yale matibabu kutokuwa na msaada kwao baada ya kupata hizo changamoto. Yani kadha wa kadha, issue nyingi sana unaweza kuzielezea. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na utunzaji wa figo. Na namna gani watu tuweze kutunza figo? Tuepukane na vile vitu ambavyo ni common vinasababisha uharibifu wa figo. Moja, sukari. Na sukari tunaizuia vipi? Nafikiri ni somo lingine ambalo tunaweza nafikiri inahitaji chapter. Lakini pia na figo na hapa tunarashia, sio kwamba tumeelezea figo kama inavyotakiwa. Pressure, swala la pressure, watu tujitahidi kuepukana na maradhi kama pressure, maradhi ya kuambukiza hasa kama maradhi ya ukimwi ambayo mtu anaweza kuepuka. Maisha holela, kwa maana ya kwamba mtu kuongezeka uzito usiokuwa na sababu, utumiaji wa dawa za kienyeji pasipokuwa na ufahamu au pasipokuwa na uhitaji tunaweza tukapunguza. Lakini pia kufanya mazoezi na kunywa maji mara kwa mara ni mojawapo ya vitu ambavyo ukiviobserve ndani ya muda mfupi huenda vikakusaidia kuepukana na madhara ya kufeli kwa figo. Huo ndio wito wangu kwa jamii.